Masharti gani mengine mnayompa kwenye swala la sementi? Namwambia lete sementi kiwango gani? Wewe sikiliza. Yaani mimi mpaka mkoa anakuja hapo siku hii nakuja kucheza. Mimi na taarifa. Sasa kama nakuja niko na taarifa alafu na wewe msaidizi wa mkuu wa shule unazikanusha, na wakati mimi nimeona nilichoambiwa ndio kiko hapo. Mmewaomba au mmewambia masharti ni lazima walete? Ndio wameleta hiyo. Sasa mbona uko na ndani? Kwa hiyo ameleta nani na nani? Si mtakuwa mna kumbukumbu zao. Leta simu namba za hao walimu hao wanafunzi hao wazazi walioleta. Fanya haraka, namba zao za simu. Si mwaambia na mnawajua. Sasa alioleta sementi nasema hivi, unaandika majina aliotoa namba hii ni mtoto. Kwa hiyo alioleta hii ni nani? Kwa hiyo mzazi ndio alioleta. Ni namba ngapi kumbuka? Anaitwa nani mzazi? Mtoto jina lake la babake. Si mwalimu, mbona unaniletea vitu vya kiununi? Ile ya kwanza ulionipa haipo. Kwa hiyo ukiwa umenipa namba sio. Ya pili ndio inaita. Tukaka nani kaangalia uniletee. Angalia jina hii ya pili. Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not answered. Please try again later. Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're Alafu hiyo mifuko sio wanakarabatia watu. Baada ya kuwa nimepokea malalamiko ya baadhi ya wananchi kwamba kwenye shule ile ili ujiandikishe kama mwandikishwaji mpya lazima uchangie mifuko 3 ya sementi, lakini pia kama unataka kumhamishia mtoto wako pale lazima uchangie mifuko ya sementi. Kwa hiyo nilienda pale kujiridhisha uwepo wa hali hiyo, na kweli nimebaini
Changamoto walizozieleza wananchi hao zipo, na pale tuliona mifuko ya sementi 6 ikiwa imetengwa mitatu kuashiria waliopeleka sementi zile ni watu wawili tofauti. Nimetoa maelekezo ya uchukuliwaji hatua wale waliohusika kwenye jambo hilo, lakini kupitia kikao hiki pia niagize shule zote za mkoa huu wa Ruvuma kwamba ni lazima yale ambayo wanataka kuwashirikisha wananchi wafanye makubaliano, na wakishakubaliana muhtasari ya makubaliano hayo ipelekwe kwa mkuu wa wilaya ili ajiridhishe kwamba makubaliano hayo yana uhalali wa kupewa kibali cha kufanyika hivyo.